Hakimu akisema ni Kisumu, jela ya Kodiaga utaipata. Hakimu akitoa hukumu kwamba ni Mombasa, basi shimo la tewa utawazea. Hakimu akisema maisha yako yatakuwa Nakuru, basi Naivasha Maximum Prison itakuhusu mtazamaji. Vile vile pia hakimu akitoa hukumu kwamba wewe unapelekwa gatuzi la Taita Taveta, basi jela ama gereza la Manyani litakuhusu. Kuna methali maarufu mtazamaji inayosema katu mfungwa hachagui gereza. Sawa sawa? Je, wewe unachagua sanaa ya Kiswahili? Ndio, unaichagua. Kwa sababu gani? Inapatikana katika runinga unayoenzi ya KBC Channel 1 peke yake na sio runinga nyingine. Mtazamaji, mahali popote ulipo, ni furaha iliyoje tunapokukaribisha kwenye kipindi Sanaa ya Kiswahili Jumapili ya leo, moja kwa moja kutoka shule ya mseto ya upili ya Ruth Mitu hapa eneo la Dagoreti. Nimemsikia Kombo akisema kwamba tuko Dagoreti. Mtazamaji, kabla kuingia ndani zaidi ya kipindi, labda tunikupatie historia fupi ya shule hii. Ni shule iliyoanzishwa mnamo mwaka wa 1974 kama shule ya kijamii. Baadaye iligeuzwa na kuwa shule ya serikali ya kutwa. Mwaka wa 2016 shule hii ilikuwa shule ya bweni pamoja na shule ya kutwa. Mtazamaji, kutokana na msaada mkubwa kutoka kwa serikali na bidii ya wazazi wa eneo hili na shule hii imefanikiwa kuwa na mijengo ya kisasa na vile vile pia ukuta na basi la shule. Mtazamaji, masomo ya muziki, kompyuta na Kifaransa ni miongoni mwa baadhi ya masomo yanayofunzwa katika shule hii hivi karibuni. Mtazamaji, shule hii ina idadi ya wanafunzi takriban 1000 na walimu 40. Mbali na hayo mtazamaji, shule hii ni kwamba imebobea zaidi katika masuala ya michezo. Katika mwaka wa 2023 shule hii iliweza kuwakilisha taifa la Kenya katika michuano ya Afrika ya Mashariki Kigali kule Rwanda katika mchezo wa vikapu ama maarufu volleyball. Hii ni baada ya kutangazwa mabingwa wa taifa. Kwa hiyo sio shule ukiona hivi. Mtazamaji, pia baadhi ya wanafunzi wetu ama baadhi ya wanafunzi katika shule hii huwakilisha katika taifa la Kenya katika vilabu vya ughaibuni. Kwa mfano, yupo mchezaji Kelvin Wangaya anayechezea timu ya daraja la chini almaarufu Ligi Z nchini Uhispania na klabu ya Huesca. Kwa miaka kadhaa iliyopita, wanafunzi wa shule hii mpenzi mtazamaji pia wamewakilisha gatuzi la Nairobi katika tamasha la muziki. Mwaka jana walikuwa kule jijini Eldoret kuwakilisha Nairobi katika tamasha la muziki. Kwa hiyo si shule ndogo nayoiona, ni shule ambayo imekula kashiba na ina vipaji katika tasnia mbalimbali mtazamaji. Mengi si kutoka katika kinywa changu, tutayaona punde tu kipindi kitakapoanza mtazamaji. Karibu sana. Mimi ni mtangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Momkondo na siko peke yangu. Asante sana mtazamaji, siku zote wanakuambia furaha ya babu ni wajukuu na furaha ya ngoma huwa ni wimbo. Tumeingia katika nafasi nyingine, siku nyingine, wakati mwingine kukutana na shule hii ya Ruth Mitu. Angalau tusikilize wamezaliwa upya kiasi gani. Kumbuka ni wakati ambapo sanaa ya Kiswahili inazidi kunoa makali yake. Tunazidi kukaribisha na hapa tupo katika eneo hili. Ruth Mitu Ruth Mitu, kisikia ni sauti za mabinti, sauti pia za wavulana ambao wote wapo katika baua za kukupatia bonge la burudani. Kumbuka ni sanaa, kipindi kinachokwenda na mkakati mzima wa serikali kwa mfumo wa elimu ama kwa mjibu wa mfumo wa elimu CBC, ambapo tunaangalia vipaji na umilisi kwa jumla wa mtaala mzima. Kukaribisha kwenye shughuli nzima, si mwingine, jina langu ni Mathias Momanyi. Usiondoke. Kwa sasa tupate wimbo wa taifa letu la Kenya, ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndio utangulizi wa sanaa ya Kiswahili. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani
tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Barabara kabisa mtazamaji, kumbuka furaha ya babu huwa ni wajukuu na furaha ya wimbo huwa ni ngoma, na furaha ya ngoma pia bila shaka huwa ni wimbo. Hapa tupo katika mara nyingine eneo hili la Rudhimitu, tumekutana na mabinti hawa. Kumbuka pia kuna wavulana kwa minajili ya kupata burudani ili kwenda shule. Ni siku ya kupokea burudani kutoka kwao, sauti ni kutoka kwao Rudhimitu. Rudhimitu Rudhimitu hapa ndipo makao makuu ya burudani. Naambiwa kwamba sasa hivi tutakuwa tayari kusikiliza kutoka kwao. Aliniambia kwamba katika sehemu ya kwanza kuna sehemu ya vipaji vyetu. Sehemu ya pili, Rashid, ni bunge la mwanafunzi na vile vile pia chemsha bongo. Kisha toka pale katika chemsha bongo tunaingia katika uchambuzi wa vitabu na sehemu ya fasihi. Nambari ya 3. Na baada tu kumaliza nambari ya 3 ambayo ni uchambuzi wa vitabu na fasihi, 4 mwisho tunafunga na densi maridadi kabisa. Haya, bila shaka mtazamaji, chezea katikati kama mchuzi wa ugali. Hapa ndipo utapata fursa kushuhudia, kutazama na kuweza kupokea nafasi kutoka kwao hawa wanafunzi ya vipaji vyao. Kumbuka ni kwa mujibu wa mtaala wa umilisi CBC, ambapo kipindi hiki kinakuletea nafasi hii kuweza kugundua na kutambua kipaji chako. Kutoka kwangu na kualika, jina langu ni mtu kwao, Mathias Momanyi. Kumbuka mtazamaji, ni kipindi ambacho huwa sisi ni watangazaji tu, lakini wapo waelekezi ambao ni majaji ambao wasaidia wanafunzi kuwarekebisha pale ambapo wamekosea. Na bila shaka mtazamaji, kipindi sanaa ya Kiswahili kila kinapotua katika shule, aghalabu huwa tuna jaji wetu wa kudumu wa sanaa ya Kiswahili, na pia huwa tunatoa fursa kwa jaji wa shule hile. Na hii leo mtazamaji, moja kwa moja tutaanza na jaji wa shule hii, mwalimu ambaye tuko naye hapa. Mwalimu, kwa heshima na taadhima, naomba uangalie kamera inayokutazama, jitambulishe wewe ni nani na leo nafasi yako ni nani mahali ulipokaa. Karibu mwalimu. Jina langu ni Beowulf na mimi ni mwalimu wa shule hii na pia ni mkuu wa idara ya Kiswahili na nafunza pia Kiswahili. Kwa hivyo mmekaribishwa hapa na tumefurahia kuja kwenu, na mjihisi kuwa mko nyumbani. Asanteni. Asante sana mwalimu, kweli hata mimi nimejihisi niko nyumbani. Nilikuja hapa na gauni nikalitoa, nikasema acha mpate upepo jamani, upepo. Nama, miongoni mwa majaji vile vile pia katika kipindi hiki ni jaji wetu wa kudumu wa sanaa Pandi Kizila Mtu, Bartholomeo Kikechi Kombo, wala sio kombo kombo. Kombo, msalimu mtazamaji. Safi, nashukuru sana Rashid Mwamkondo, na pia nafurahi kukaribishwa hapa na mwalimu mkuu John Tauri wa shule hii ya Rudhimitu Mix ambayo inapatikana katika kaunti ndogo ya Dagoretti. Mimi ni mmoja wa majaji ambao nitathmini kazi ya wanafunzi namna watakavyowasilisha katika kitengo cha bunge la mwanafunzi cha mshabongo na vile vile katika kitengo cha fasihi. Jina langu kama ulivyoelezwa ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya JSS shule ya msingi na shule ya upili, na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeburudika na kuelimika. Wama usema mdigo mkanya akirudi, usimkanya endapo mtakombana na safari. Nashukuru bingwa. Nama mtazamaji, ahlan wa sahlan wa marhaba mahali popote ulipo, wala sio marahagwe. Karibu katika kipindi sanaa ya Kiswahili, ikiwa ni Jumapili nyingine tamu zaidi tunapokutana kwenye kipindi nambari 1 kote nchini. Tafuta runinga zote, utaniambia Rashidi umegonga ndipo. Sanaa ya Kiswahili inapatikana katika runinga moja peke yake nchini Kenya. Kama nilivyoashiria, moja hivi ni Channel 1 peke yake. Lakini kwa sasa mtazamaji, je, wanafunzi wametuandalia nini katika sehemu ya kipaji changu? Usicheze mbali, tizama miondoko iliyokwenda shule hadi ikapata PhD na Masters. Kwa nini tuandike na mate ilhali wino utele? Wanafunzi, ukumbi ni wenu. Ya mgambo ikilia, masikio ya tegeni, haya tawaletea ya waingie hakilini. Najibwaga uringoni na maswali mengi kinywani, najiuliza lamkini amani itatoka wapi?
Mwenye macho wajishusha, wajiona kama ndovu. Kitu kimekulewesha, hautambui uovu. Ngoma yako itakesha, ama ni nguvu za povu. Tangu lini mwerevu akajinyoa mwenyewe? Tangu ukitekwa kitu mgeuka mpumbavu. Katu kudhamini watu ambaye kwamba ni waovu. Naam, ni siku njema tuliyojaliwa na Maulana. Baraka tele huanza na huanzishwa kwa matokeo kabla ya kesho. Sina budi ila kuwakaribisha katika stesheni yetu maarufu nchini, Miles, kwa habari motomoto. Kama kawaida, jifunze, jikaribishe nyumbani. Vidokezo: kuwakaribisha wageni wetu, mtihani wa kesho, ratiba ya masomo, warsha wa masomo kwa kimombo academic clinic, michezo. Kamera zetu ziliwanasa watu wakiingia humu shuleni mwetu. Walikuwa wamevalia mavazi ambayo hatujayaona. Yalikuwa ya kipekee kama vile wahenga walisema, kuku mgeni akosi kamba mguuni mwake. Tunangoja wakati mwafaka wa kuwajua zaidi. Siku ya kesho wana kidato cha pili hadi cha 4 watajiunga na mtihani wao wa kwanza muhula huu. Mtihani huu utachukua muda wa siku 3. Kwa sasa walimu wanaendelea kutayarisha huku tukisubilia mwalimu Bikasembeli kutuambia kama tutabombea au la. Ratiba za masomo zimebadilishwa mwanzo wa muhula huu kutokana na jambo la mstuko sana. Huku wana kidato cha 4 wakiongezwa masomo ya ziada, huku kwa ukulaji wa raha wikendi kufika ukingoni. Wasiopenda shule, poleni sana. Siku ya Ijumaa walimu na wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa kwenye chumba cha maamkuli, ila hawatakuwa wakila au kushiba, bali watakuwa na warsha wa masomo kwa kimombo ni academic clinic, huku kuangalia kama wanafunzi wanafanya kazi zao vyema. Kwenye michezo, timu moja maarufu ya volleyball imekuwa ikifanya mazoezi kwa bidii. Kutokana na chumba cha habari, tunampongeza yule kiongozi wao. Mchezo wa raga ambao ulikuwa unaendelea kufanya zoezi, tunawavulia kofia. Bila kusahau mchezo unaopendwa na wengi, kadanda. Zoezi mnayo, heshima na masaa ni zenyu. Nilikuwa mimi wenu, Phyllis Kiari. Na huo ambaye nimemchora hapa ni mwana kibonzo, anaicheza filamu ya Spider-Man. Na upande huu mwingine nimemchora mwana filamu mwingine anaitwa Tony Stark. Anaweza kutengeneza teknolojia kwa filamu. Nama mtazamaji, kufikia hapo hatuna budi kukamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi Sanaa ya Kiswahili Kipaji Changu. Mimi napata pumziko fupi, lakini usiende mbali. Mwalimu Mathias Momanyi atarudi papa hapa kwenye sehemu yetu ya kipindi ya pili, Bunge la Mwanafunzi Chemsha Bongo. Kisha akishali chemsha hilo bongo, tuingie kwenye uchambuzi wa vitabu na fasihi. Zidi kuganda nasi. Hii ni Sanaa ya Kiswahili, KBC Channel 1, ndo nyumbani.
Asante sana. Siku zote usimlaumu msisimizi, sukari umeiwacha wazi. Tumeingia katika sehemu yako ipendayo, bunge la mwanafunzi. Hapa ndipo wanakaa wote kutueleza kwa kina na kutupatia maelezo kwa undani zaidi na kujadili hoja kwa upevu. Hapa tunaanza kwa mada isemayo ajali nyingi barabarani zinasababishwa kutokana na utepetevu wa madereva wetu. Je, kuna ukweli katika kauli hii? Tumevishuhudia visa vingi vya ajali katika barabara zetu, mpenzi mtazamaji. Aidha tumemlaumu dereva, aidha tumemlaumu abiria, aidha tumelaumu sheria za nchi ambazo zimesababisha wale wanaoshiriki kutepetea ama kuwa tepetevu. Mbona tuandikie mate wakati wino upo? Wapo wabunge kuzungumzia hili katika bunge hili la mwanafunzi. Tuanze nawe, jina lako nani? Kwa majina naitwa Grace Munyiva. Asante sana. Jina lako mbunge? Kwa majina ni Gilton Saziru. Asante sana. Jina lako mbunge? Kwa majina ni Christine Livanga. Asante sana Christine. Upande wangu wa kushoto, kulia kuna pia mbunge. Jina lako? Kwa majina ni Christian Maina. Asante sana Maina. Kuna upande ule mwingine? Kwa majina ni Angela Havai. Asante Havai. Kwa majina ni James Ochieng. Asante sana Jimo. Je, tukijadili hili swala la ajali na utepetevu na madereva wetu, unakubali kwamba visa vingi vya ajali vinasababishwa na utepetevu wa madereva ama unakataa? Nakubali. Tueleze. Nakubali kwamba ajali za barabarani zinasababishwa na utepetevu wa madereva, kwa sababu ukiangalia huku nje kuna madereva ambao hawajahitimu katika kuendesha magari haya, na wanapoingia barabarani wengine hawajasomea kuhusu sheria za barabarani. Unasemaje ukitazama kamera yako? Mimi nasema pia askari pia wanachangia katika usababishi wa ajali, kwa sababu unapata askari ambao wako barabarani wanaitikia madereva kuendelea na mwendo wao, na wanajua kwamba wajahitimu katika masomo yao. So mimi naona mimi naona kwamba pia askari wanasababisha pia ajali. Kwa hivyo kulingana na maoni yako wanachangia pia? Wanachangia pia askari. Au askari ama dereva? Wapige makofi wanajaribu hawa. Unasemaje mbunge kwa hili? Asante bwana Spika kwa kunipa fursa hii. Ningependa kuchangia mada hii kwa kusema ndio kuunga mkono madereva ndio usababisha ajali za barabarani. Ukiangalia madereva wengi huendesha magari yao kwa kasi. Madereva wanapoendesha magari yao kwa kasi, usahau wao kuwa bora, uzingatia bora kufika kuliko kufika bora. Madereva hao usababisha barabarani usababisha ajali nyingi bila kuzingatia vivuko njia na vinginezo. Sasa ndio maana naunga mada hii. Asante sana, mpige makofi huyo pia. Malkia, naona unasema lazima nishiriki, unasemaje? Asante bwana Spika kwa kunipa fursa hii ili kupinga mjadala ya kuwa madereva utepetevu wa madereva ndio unasababisha ajali barabarani. Nikipinga swala ya mbungaji mwenzangu ni kwamba saa zingine unaweza pata barabara zetu hazijatengenezwa kwa njia inayofaa. Kukiwa na mvua, mafuriko, barabara inakuwa na mafuriko na inaweza dereva hawezi jua kuwa pale mbele kunaweza kuwa na labda kidimbwi cha maji kwa sababu ya kutofuata sheria ya uundaji wa barabara. Asante. Asante sana, makofi tumpigie. Haya, tuende kwake mbunge wetu tusikie anasemaje. Langu jina ni Christine na kubaliana na mada hii kuwa madereva ndicho chanzo kikuu cha ajali nyingi barabarani. Langu ni kusema hili, madereva ndio chanzo kikuu cha ajali ambazo zinafanyika barabarani kwa sababu wao hutumia madawa za kulevya hasa miraa ili wawe macho kwa muda mrefu, ambapo dawa hizo husababisha viungo vyao vya mwili kuharibika, alafu wanasababisha ajali hiyo. Nami nakubaliana na hii mada kwa madereva ndicho chanzo kikuu cha ajali barabarani. Kwa hivyo wavuke hapo wajiunge nasi tukubali, sio? Haya, unasemaje mbunge? Jemo. Asante sana kwa fursa hiyo. Ningependa kupinga mbunge mwenzangu, kwani tumepata ajali mingi barabarani
ambayo haijasababishwa na madereva ambao ni walevi, kwani ulevi tu sio chanzo peke yake cha ajali barabarani mwetu. Hata utabiri mbaya ya hali ya anga, kama mwaka uliopita tulipata watabiri wa hali ya anga wakisema kutakuwa na mafuriko, lakini juma moja ilipopita tukakuwa na mafuriko. Sasa miadarati pekee ama dawa za kulevya si chanzo kuu cha ajali barabarani. Asante. Asante sana, mpige makofi Jemo. Lakini katika dakika za kuhesabu mmoja pekee, nani atakuwa anatetea upande wenu kwamba ajali chanzo chake ni madereva? Asante sana Bwana Spika kunipa fursa hii. Ningependa kusema madereva pia huchangia wakati ambapo wanatumia simu zao wakati wanaposafiri. Madereva hupoteza fahamu yao katika usafiri na kushughulika na simu zao. Sasa unapata madereva wengi wanazubaa kwa simu na kusahau kuwa wanaendelesha na barabara zao. Asante. Asante sana. Anasisitiza kuhusu utepetevu wa madereva wanaokalia kwenye simu wakasahau kaida na sheria. Anasemeaje Bwana Maina? Mimi ningependa kusema pia abiria pia huchangia katika ajali za barabarani, kwa sababu ukiangalia kuna wale abiria hupuuza kanuni za barabarani. Unapata hapa kuna barabara kuu, lakini unapata watumia daraja wanatumia barabara kuu, unajua kwamba hawafai. So unaona pia abiria husababisha ajali. Unasemaje binti? Nakataa unakubali? Nakataa. Kwa nini? Madereva huwa na msongo wa mawazo kwa mahitaji ya familia mingi, ambapo pia nao ndicho chanzo kikuu cha kusababisha ajali barabarani. Wote wanasisitiza pande zao, wanazishikilia kikiki. Nani msema ukweli? Tutakuwa tunasikiliza majaji wanasemaje. Muda sio kwa mrefu. Kumbuka unaitazama Sanaa ya Kiswahili. Asante sana Vincent Nyambariga kutoka kule afya Nyamira na tutazama, anasema kazi nzuri sana. Kipindi kinanogesha, kipindi kinapendeza. Tukirudi tutazama katika Chemsha Bongo, tusikilize wanasemaje, kisha majaji watatueleza kwa kina kuhusu tathmini yao. Usiondoke, ni Sanaa ya Kiswahili. Asante sana mtazamaji, ni awamu nyingine, kipindi kingine na wakati wako angalau kusikiliza katika kitengo hiki Chemsha Bongo. Wanafunzi hawa wamejiandaa namna gani? Wamepikwa kapikika? Tuanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani? Christine Livanga. Sisitiza tena. Christine Livanga. Asante sana Christine. Denzel Kigori. Denzel Kigori, asante sana. Britney Lindi. Asante sana binti. Tuko pamoja. Upande huu? Ian Masharia. Tena? Ian Masharia. Asante sana Masharia. Onesmus Masharia. Tena? Onesmus Masharia. Asante sana Cosmas. Upande ule wanamhitaji tena vile? Leon Njoroge. Ian Njoroge. Asante sana Ian Masharia Njoroge ndio huyo. Na tuende moja kwa moja katika maswali yetu. Swali la kwanza. Tunga sentensi yoyote ile ukizingatia kiwakilishi cha a unganifu. Tunga sentensi yoyote ile kwa kuzingatia kiwakilishi cha a unganifu. Chakula ambacho kimemalizika ni cha mtoto. Bado. Chakula kimemalizika ni cha mtoto. Bado. Nikupa kidokezo kingine? Cha. Haya, swali hilo nitalipeleka mwenyewe. Cha mtoto kimemalizika. Hilo ndilo jawabu. Cha mtoto kimemalizika. Swali la pili. Tunga neno lenye silabi 4 kwa kuzingatia mfumo wa konsonanti, irabu, konsonanti, irabu, konsonanti, irabu. Neno lenye silabi 4 kwa kuzingatia konsonanti, irabu, konsonanti, irabu, konsonanti, irabu. Njomba, Masharia. Mwanafunzi. Mashira huyu. Mwanafunzi. Tena? Mwanafunzi. Anasema mwanafunzi. Konsonanti, irabu, konsonanti, irabu. Sheria rahisi hiyo. Swali la tatu. Nini maana ya virai? Nini maana ya vishazi? Tofautisha kishazi na kirai. Kishazi ni sentensi ambayo ni tegemevu. Sentensi ambayo ni tegemeo. Yezi kusimama bila ingine. Aha, kirai. Kirai ni sentensi ambayo ina maana yenyewe.
Anajaribu sana kujituma huyu binti. Wapige makofi hata hivyo. Tofautisha sauti zifuatazo ukizingatia uzuiliaji wa hewa. Gani kiyeyusho? Ya. Gani kingongo? Nya. Taja mifano zaidi. Na ni nazali ama kingongo. Na ya kiyeyusho. Aha. Swali jingine. Tunga methali inaumaanisha mambo haya. Siku zote usione mwenzako ana matatizo. Wengine wana matatizo makubwa. Avumaye baharini papa wengi wapo. Bado umejaribu? Naam. Mtegemea cha mwenzio ufa maskini. Bado. Taja methali yenye maana sawa na usipoziba ufa utajenga ukuta. Taja methali yenye maana sawa na usipoziba ufa utajenga ukuta. Mama. Tahadhari kabla ya hatari. Tahadhari kabla ya hatari bado. Nikupatie kidokezo. Samaki. Samaki mkunje angali mbichi. Samaki mkunje angali mbichi. Mpige makofi. Kidokezo cha pili, chuma. Chuma kiwai kigali kimoto. Chuma kiwai kingali moto. Makofi kwake Ian. Tunga sentensi ukizingatia muundo ufuatao. Nafsi, yambwa, mzizi, kutendea, kutenda, kirejeshi. Tuliwalimia. 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 Tuwalimiao, sio? Makofi mpigie. Haya, swali la mapisi, swali la historia, swali la kudadavua. Unaangalia mambo na nipa jawabu. Upinde wa mvua una rangi 7. Mtajie rangi ya mwanzo na ya mwisho. Upinde wa mvua una rangi 7. Rangi ya kwanza na ya mwisho. Naam. Rangi ya kwanza ni nyekundu. Rangi ya kwanza? Nyekundu. Nyekundu. Ya mwisho? Violeti. 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 Bwana na ucheshi huyu. Ati violeti. Haya basi, hilo tutaliachia majaji, watakuwa na kupatia jawabu. Imekuwa ni fahari kubwa zaidi kusikiliza kutoka kwao wanafunzi hawa ambao siku zote wanajizatiti kuli hali kuhakikisha kwamba wanakupatia siri ndani ya serikali. Watatueleza zaidi majaji, tukianza naye Jaji B. Owoth. Ladies first. Shukrani sana wanafunzi, mmejaribu lakini kidogo kuna makosa ya kisarufi ambayo pia yametokea. Kuanzia kwa upande wa mjadala na hata kwa upande wa lugha. Kwa upande wa mjadala kuna vile walichanganya ngeli, ambapo ngeli inafaa kufuatwa, changanya ngeli tofauti katika sentensi moja. Na pia tumeona pia kosa la msamiati pale ambapo walikuwa wanaambiwa watuge sentensi wakitumia kiwakilishi cha a unganifu, walifanya makosa, wala hawakutumia a unganifu yenyewe, walitumia maneno mengine tofauti. A unganifu ni kiwakilishi cha uhusiano ambapo unafaa kuonyesha uhusiano baina ya kitu na kitu kingine, ama mtu na mtu mwingine.
Nyingine ambalo labda ilikuwa shida ni kutunga sentensi ya silabi 4 ambao pia iliwalemea kiasi. Silabi inaweza kuwa konsonanti na irabu, ama inaweza kuwa irabu pekee kutegemea neno. Kwa hivyo walijaribu kutunga sentensi ingawaje silabi zilikuwa nyingi, zingine zilikuwa 6. Naam. Lakini kama ni 4 labda wangetumia konsonanti irabu ili waweze kuibuka na 4. Lakini walipitisha wakafikisha 6. Nafikiri ni hayo tu ndio nimeona. Kwa upande wa mjadala pia kulikuwa na kosa la pale ambapo walikuwa waeleze kile ambacho kinasababisha ajali kuwa ni utepetevu kwa upande wa dereva. Kuna hoja zingine ambazo pia hazikuwa zimehusishwa pale kwenye hoja zao ambazo walitoa, lakini pale nitampatia mwenzangu aeleze ni hoja zipi ambazo hawakuwa wamegusia na ambayo tunaona pia nafaa kuwekwa pale. Asante. Asante sana, tupige makofi jaji wetu. Sikilize mzee wa kazi Kombo Kikechi. Safi, na shukuru sana Mathias Momanyi katika awamu hiyo ya Chemsha Bongo na bunge la wanafunzi. Na kwamba katika swali la mjadala natumai wanafunzi walielewa swali na wakaweza kujadili hoja kwa njia iliyopevu. Visa vya ajali barabarani vinatokana na utepetevu wa madereva. Waliounga mkono wakasema madereva hawazingatii sheria za barabarani. Alafu tena wakasema kuna wengine hasa upiga mtindi au wanarejelea katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hivyo zinawafanya kupoteza urazini wanapokuwa wanaendesha magari. Vile vile kuna uchovu na usingizi wa baadhi ya madereva, na kwa hivyo kwa sababu kuna hasa dhana hii inatokana na kuendesha gari kwa muda mrefu. Kwa hivyo inachangia kwa namna moja ama nyingine kwa matumizi pia rununu au vitu vinavyo kupoteza umakini wa madereva barabarani. Vile vile kuna wengine ambao wanarejelea kuna kukosa hasa ujuzi au tajriba ya kutosha wanapoendesha magari. Kwa hivyo wanapofanya hivyo wanayumba barabarani. Vile vile kuna wengine wanapuuza hasa maoni ya wananchi hasa ama abiria wanavyoeleza kwamba wanapaswa kurejelea, lakini wanapuuza, na pia vile wanapuuza sheria zile za barabarani. Vile vile kutokushingatia ushauri hususan kama wa Saisa Dola kama polisi. Waliopinga swala hilo wakasema kwamba abiria pia ni watu wa kulaumiwa. Kwa hivyo kwa sababu kwamba wengine wanaona kwamba dhana hiyo ya kusababisha ajali inajiri, lakini wapata kwamba wao hawatilii maanani labda kumkosoa kukosoa madereva ili kuweza kuendesha kwa njia inayostahili. Vile vile kuna dhana ya polisi ambapo wanapokea hongo, na kwa hivyo wanachangia kwa namna moja ama nyingine na kuruhusu madereva kuvunja sheria za barabarani. Katika sehemu ya Chemsha Bongo natumai kuna swali mapisi ulilowapa la Upinde. Natumai ile rangi ya mwisho ni ile walisema violet ni zambarau. Kisha kuna kishazi na kishazi na kirai. Kirai ni sehemu ya sentensi ambayo haijakamilika. Na hapo kishazi kwamba ni sentensi iliyo na sehemu mbili, yani kishazi tegemezi na kishazi huru. Kuna sehemu moja ambayo haijakamilika na sehemu nyingine imekamilika. Kwa mfano tutasema mwanafunzi aliyepita mtihani ametuzwa zawadi nzuri. Kwa hivyo wapata kwamba aliyepita mtihani ndio kishazi tegemezi, lakini wapata kwamba ametuzwa zawadi nzuri basi ndio kishazi huru. Kwa hivyo natumai wanafunzi wamefanya vizuri bingwa, na kati ya 100% ndio watunuku 75, yani ahasi. Nashukuru bingwa. Asante sana, makofi wapigie. Kalabanda. Signorita.
Basi imekuwa ni fahari kubwa zaidi. Kumbuka tukirudi tutakuwa tunafunga kazi katika sehemu ya fasihi na uchambuzi wa vitabu. Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Endelea kutazama na kutufuatilia. Usiondoke. Asante sana. Baada ya juma moja kukamilika, aliandika barua kwa Bi Mkubwa iliyosema hivi: Utu Bora yu tayari kunadhifisha bustani yako kwa fedha au bure kama utampa ruhusa ya kutenda hivyo. Kutoka Tanga Machui, mzee wa kazi marehemu Sheikh Shaban bin Robert anakwambia Utu Bora mkulima. Kwenye kazi yake na mfululizo wa kazi zake, mwandishi huyu amefanya kazi kubwa zaidi kwa kutalii katika kila mawanda, si ushairi, si katika kuandika tamthilia, na kwa kina zaidi katika riwaya. Ukiingia kwa kina zaidi utapata kwenye maandishi yake anazungumzia kuhusu harusi kwa mwanadamu, kuhusu maisha yao, kuhusu mambo muhimu, adhimu na furaha na kilio. Ni jambo limelazimu kulijua kwa mng'ao, jinsi lilivyo muhimu kwa watu waonao. Ndiyo hadithi fahamu hapa hihadithiwayo, ni kwenye kazi yake ya Utu Bora mkulima. Kumbuka, katika sanaa tunakupatia fursa wewe mchapishaji, nawe mwandishi, uje tukuchambue na kududavue zaidi. Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Barabara kabisa. Baada ya kuzamia swala la vitabu, sasa hivi naingia kwenye fasihi. Wapo wanafunzi katika Bembea ya Maisha na katika Nguu za Jadi. Leo nitazama nao katika Bembea ya Maisha kwa kina zaidi, lakini kwanza wajitambulishe. Jina lako Malkia? Jina langu ni Anne Waithera. Asante sana Anne, mtoto wa Waithera. Jina langu ni Anne Njoki. Asante sana Njoki Wito. Jina langu ni Purity Livanga. Asante sana Purity. Nawe? Jina langu ni Sharon Lepai. Asante sana Sharon. Kwa majina ni Jane Njoki. Asante sana Njoki Wito. Jina langu ni Ruth Isigi. Barabara kabisa. Baada ya wao kujitambulisha, sasa matumbo yametoka joto, sasa ni kushiriki. Swali la kwanza katika Bembea ni swali la muktadha. Mama, joto la mwaka huu. Mji huu una joto, utadhani ndio kitovu cha jua. Weka lidondoka katika muktadha wake. Neema anazungumza na mamake wakiwa katika nyumba ya Neema. Na wanazungumzia kuhusu. Wanazungumza na nani? Msemewa ni nani? Anazungumza na Sara. Wanazungumza kuhusu. Walikuwa nyumbani kwa nani? Kwa Neema. Nakubaliana nawe. Wanazungumza kuhusu mabadiliko ya anga. Sababu ni gani? Sababu amesema kuwa joto lipo katika nyumba yake. Kwa hivyo anazungumzia nini? Masuala gani? Mabadiliko ya anga. Mabadiliko ya hali ya anga, sio? Mpige makofi huyu binti. Nanyi nawapa bado muktadha. Basi mbona usimwite bintio akaja kukupeleka hospitalini? Nani kasema hayo? Msemaji ni Yona. Yona. Msemewa? Msemewa ni Sara. Sara, tupo sawa. Wamo nyumbani mwao. Na Sara na Yona. Sababu ya kusema maneno haya ni kwa kuwa Yona alimtaka mwanao Neema akuje kusaidia mamake Sara kwa upishi. Piga makofi huyu. Eleza namna dhulma inavyojitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Eleza namna maudhui ya dhulma inavyojitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Njoki. Dhulma ni ile hali ya kufanyia mtu mabaya. Kumnyanyasa. Ndio. Katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, Yona anampiga mkewe Sara na kumsababishia magonjwa ya moyo. Ni sehemu moja hapo ya dhulma. Nyingine msaidie Malkia. Pale ambapo Yona alipoingia kwa mambo ya kwa kunywa pombe,
aliacha kushughulikia watoto wake. Akinywa pombe aliacha kuwashughulikia watoto wake. Yeah. Hivyo basi kukawa nini? Ukawa anahangaika, akamwachia Mangwasha. Naam. Dhulma nzuri sana. Piga makofi huyo. Unaongezea. Haya. Hebu nionjeshe kidogo katika Nguvu za Jadi. Una nini my darling? Mbona macho? Weka dondoo hilo katika muktadha wake. Msemaji ni Mrima. Msemaji ni Mrima. Hapo sawa. Msemewa ni Mangwasha. Msemewa ni Mangwasha. Wapo Mangwasha yupo nyumbani mwa Mrima. Mrima anamuuliza Mangwasha swali hilo wakati Mangwasha alikuwa amekasirishwa na vile Sagilu alishinda kumsumbua. Sababu ilikuwa ni gani sasa? Sababu nilikuwa amekasirishwa na Sagilu. Hapana, msaidie Njoki. Sababu ilikuwa? Sababu ilikuwa kwa kuwa Mrima alimpata Mangwasha akilia. Akilia, sio? Piga Njoki makofi na wote hawa. Bado papo hapo. Eleza umuhimu wa mhusika Sagilu katika riwaya ya Nguvu za Jadi. Umuhimu mmoja wa Sagilu. Naam. Sagilu ni mkatili. Mkatili. Pale ambapo anataka kumwoa Mangwasha. Umeelewa swali? Umuhimu wa mhusika Sagilu. Usinitajie sifa za Sagilu. Najua hilo ndilo swali mtego. Elewa umuhimu wa mhusika wala si sifa za mhusika. Sagilu ni katili. Sagilu ni katili, sawa. Umuhimu wake? Anaonesha maudhui ya ukatili katika tamthilia. Napenda hivyo. Anaonesha umuhimu wa maudhui ya ukatili katika tamthilia ya Nguvu za Jadi. Riwaya ya Nguvu za Jadi, si tamthilia. Sagilu anatumika kuonyesha wale wanasiasa wanaodhulumu watu. Asante sana. Anaonyesha namna dhulma inavyoathiri jamii, sio? Naam. Asante sana. Mpige makofi. Swali la pili toka mwisho. Ukiambiwa eleza ubeti katika ushairi katika lugha tutumbi, maana gani hiyo? Ukiambiwa eleza ubeti katika lugha tutumbi, maana yake ni maana gani? Ueleze kwa lugha ambayo wewe mwenyewe unaweza kuelewa. Unaweza kuelewa? Unazingatia nini ukieleza katika lugha tutumbi? Wakati unaandika kwa lugha ambayo wewe mwenyewe unaweza kuielewa. Unapoanza kuandika, unaanza kwa kuwa mwandishi amesema kuwa, alafu unaandika maneno yako. Taja athari hasi za matumizi ya fasihi simulizi. Jamii ya sasa inaona fasihi simulizi kuwa ni kupoteza wakati. Hivyo tu. Haya mtazamaji, hatuna budi kukomelea hapo na tuende kwa majaji waweze kutathmini hili swala la fasihi, na tukianza naye Mwalimu Kombo na hapo pa fasihi simulizi. Safi, na shukuru sana Mathias Momanyi katika kitengo hicho cha fasihi, na katika ambapo umeangazia kitengo cha vitabu, yani Bembea Maisha na Nguvu za Jadi, na vile vile tukaangazia ushairi ambapo umeuliza wanafunzi kuhusu lugha tutumbi, yani lugha ya kawaida, yani mwanafunzi anapaswa kuandika katika mfumo wa kawaida, yani maneno yaliyofusha andike kwa mfumo wa kawaida, na vile vile yaliyofupishwa pia aweze kuyarejelea na kuandika katika mtazamo au mfumo wa kawaida. Kwa mfano, ikiwa neno limeandikwa kama maana, aliandike maanaye, maana na kadhalika. Kwa hivyo asingatie sheria hizo. Vile vile katika kitengo cha Bembea Maisha kuna maudhui ya dhuluma. Natumai wanafunzi waliweza kubambanya kidogo, lakini hatimaye waliweza kupata na kuweza kueleza serikali kukosa kujenga miundombinu. Kwa mfano, Neema anafunga safari ndefu ya kutoka vijijini hadi mjini kwa kuweza kumpeleka Sara mamaye ili kupata matibabu. Yona pia anampiga mkewe kwa tuhuma za kutojifungua mtoto wa kiume,
Na vile vile kuna walimu, tunaona kwamba walimu badala ya kuwa pale shuleni wakifundisha wanafunzi wanabungia ulevi. Yani anapiga mtindi Yona kiasi cha kwamba hairejei shuleni. Wanasema kwamba alikuwa ni mwalimu mchapakazi, lakini kwa sasa wapata kwamba hatekelezi wajibu huo. Vile vile kuna wanakijiji wanadhulumu jinsia ya kike, na tunaona kwamba wanasema Yona hana mrithi halali, kisa na maana wapata kwamba hajifungua mtoto wa kiume. Nguvu za jadi kuna Sangilu, na tumai na kukosa kwamba ni kielelezo kwamba ulikuwa unauliza umuhimu wa Sangilu ni kielelezo cha viongozi fisadi, na tunaona ufisadi namna umeendesha katika inji hii ya Matuo, na kwamba inaendeshwa na nani? Na Sangilu. Vile vile tunaonyesha kwamba ni kielelezo cha vibaraka wa serikali ambapo wanatumia nafasi zao vibaya. Vile vile anakuza maudhui ya utalaleshi. Mwandishi anasema kwamba alimpata pale kwenye hoteli ikiwa amemkumbatia chair, na kwamba aliyempata ni mwanae mashuhuri, anampata na mchumbae ambapo alikuwa amemkumbatia. Mwandishi anasema kwamba alikuwa amemkumbatia kama mkoba wake pale bafuni. Natumai wanafunzi wamejaribu bingwa, nitawapa 65%, yani ba, alama ya ba. Nashukuru bingwa. Fasihi ni kizungumkuti, tuende kwake Bi Owoth tusikiza inakwenda namna gani. Labda kuongezea tu kuhusu maudhui ya dhuluma, nikiwa naangazia sasa Yona jinsi alivyomdhulumu mkewe. Alimdhulumu kwa njia kadhaa. Kumhitaji mkewe kumwandalia chakula angali mgonjwa ni dhuluma nyingine alionekana hapo. Kumwachia majukumu ya kuwalea wanawe kwa sababu ni wa kike, hiyo pia ilikuwa dhuluma hapo. Kumlaumu kwa kuzaa wana wa kike. Uzazi ni ya pande mbili, mke na mume, wala si mtu mmoja. Kwa hivyo hapo pia alikuwa na mdhulumu mwenzake kwa mambo ambayo hawezi kuyabadilisha. Alafu athari hasi za fasihi simulizi. Fasihi simulizi ina umuhimu wake na athari zake. Tukiangalia kuna vipera fulani katika fasihi simulizi ambavyo havifai kwa sasa. Vipera kama vile tohara ambayo imepingwa na pia umepitwa na wakati. Kuna mambo mengine ambayo ni nyimbo ambazo pia za kizalendo ambazo siku hizi haziendelezi, labda kutokana na jinsi ambavyo watu wamechanganyana katika miji, na wazee pia wamekosekana siku hizi wa kuendeleza vipengele vingine vya fasihi. Kwa hivyo kuna upungufu fulani katika fasihi simulizi ambayo pia inachangia katika kule kufifia kwake ama kufa kwake polepole. Asante. Asante sana, mpige makofi jaji wetu. Sana inapozidi sana huwa si vyema sana. Lakini kila neno lina mji na kila neno lina suluhu. Baada ya kusikiliza wanafunzi hawa na ushirikiano wao katika shughuli nzima ya sanaa ya Kiswahili kwenye fasihi, mtazamaji, tukirudi watakuwa na sakata rumba, watakuwa na piga densi, mtakuwa na mpisha mwenzangu Rashid Mohamed Mwamkondo, kisha tufunge kazi katika sanaa ya Kiswahili. Kumbuka, hii ni sanaa yako nambari 1. Usiondoke hapo ulipo. Safi mtazamaji, baada ya kuweza kumaliza sehemu yetu ya uchambuzi wa vitabu na fasihi, karibu tena mtazamaji kwenye sehemu yetu ya mwisho, angalau tunyoshe viungo. Hapa ndipo pale ambapo tutawapatia wanafunzi fursa ya kuweza kutuonesha vipaji vya kuimba, kudansi na vile vile pia kunaingua viuno. Mtazamaji, usiende mbali. Hivi punde wanafunzi hawa watakuwa wanajia hapa ndani kutuonyesha mambo. Ni shoti baba, Mungu wa Musa. Mungu wa Musa. Mungu wa Musa. Mungu wa Musa. Gawanya bahari nipite, nipite, nipite. Gawanya bahari nipite, nipite, nipite. Gawanya bahari nipite.
baba sisiri, umenitoa Misri, umenitoa mbali baba sisiri, lakini haya basi mwanangu mwana City mwenye vijino kama chikichi na vilango vya kupita, katokea Chanjagaa kajenga nyumba kakaa, waliondokea na sanaa iliyotunga vitu vingi tu vikawa maumbo yakawa jambo. Baada ya kukueletea na kukuandalia vipindi kama hivi vya sanaa ya Kiswahili, mtazamaji ni wajibu wako kuzungumza nasi. Ingia katika mtandao, fuatilia kipindi cha sanaa ya Kiswahili katika YouTube channel yetu Sanaa ya Kiswahili. Utaweza kukifuatilia katika KBC Channel 1, utapata vipindi chungu tele kila siku ya Jumapili. Lakini kumbuka, si mwisho huu, ni mwanzo unaoanza mwisho. Asante sana kwa wote walioshiriki na kutuandikia na kutufuatilia mbashara katika kipindi chetu. Zungumza nasi katika inbox, andika Rashid Mwamkondo katika Facebook, mpatie nambari zako za simu, tutakualika ama utatualika hapo ulipo. Andika Mathias Mwamanye pia nishuka katika inbox yako, kisha tuzungumze zaidi. Kumbuka, tusema ni shukrani jazila kwa Mwenyezi Mungu, tumefika kikomo. Lakini kumbuka pia tusema asante sana kwa niaba ya management na mkuu wetu wa kitengo, tusema shukrani zaidi kwa muda kama huu. Sanaa ya Kiswahili tuaja kwako. Kwa heri, jina langu ni Mathias Mwamanye. Bila shaka mtazamaji wanasema siku zote uzuri wa mkakasi ndani daima dawamu huwa ni kipande cha mti. Kufikia hapo mtazamaji, hatuna budi kulikunja jamvi la kipindi Sanaa ya Kiswahili Jumapili ya leo, nikiwa na wingi wa matumaini mtazamaji kwamba umefurahika, umebambika, umejiachilia. Hadi Jumapili ijayo, siku nyingine ni papa hapa kwenye runinga unayoenzi ya KBC Channel 1. Mtazamaji, shukran sana kwa wanafunzi kwa kuweza kutusikiliza kwa nidhamu yenu, licha ya kwamba kipindi hiki tumekianza muda mrefu, lakini mmekuwa watulivu mkatusikiliza. Wanafunzi, jipigieni makofi. Na vile vile pia asanteni sana walimu wote ambao mmefanikisha kipindi hiki, ikiwemo mwalimu mkuu wa shule hii, manaibu walimu wakuu wa idara, na vile vile pia walimu wote ambao wamehakikisha kipindi hiki kinakwenda sambamba. Hadi Jumapili ijayo, wakati sawa na huu, shule tofauti. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo. Usipime, hii ni sanaa wewe. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli, bayana neno nasema, tutukuze Kiswahili.